Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa uwe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama kanda hii, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Taifa lile la Marekani limeweza kutoa amri kali kwa rais wa taifa letu Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kumwachilia Tundu Lissu mara moja au kumchukulia hatua kali. Marekani penye imefika imekasirika. Marekani imetangaza Tundu Lissu aweze kuachiliwa ama wachukue hatua ambayo huwezi kuiamini. Unapotazama katika skrini yako Senate Foreign Relations wameandika hivi: Tundu Lissu remains imprisoned for his advocacy for electoral reforms and civic freedoms in Tanzania. I call on Tanzania authorities to drop their charges against Tundu Lissu and release him from detention immediately. Yani nikijaribu kutafsiri, huyu ambaye ameandika anaitwa Shahin, mwenyekiti wa kamati ile ambayo inashughulikia usalama wa nchi za kigeni. Ni kamati ambayo ni ya seneti kule Marekani. Ndiye ameandika kwa kusema ya kwamba uwepo wa Tundu Lissu katika gereza sasa hivi yuko kule Ukonga ni kwa sababu ya kuleta mabadiliko haswa katika tume ya uchaguzi na mabadiliko mbalimbali ya uchaguzi na kupigania uhuru katika taifa la Tanzania. Lakini nimeomba mamlaka katika taifa la Tanzania kuweka kando mashtaka dhidi ya Tundu Lissu na kumwachilia kutoka gerezani mara moja. Huyu anaitwa Senator Shahin, ndiye ameandika hivyo. Nimejaribu kutafsiri kwa lugha ile ambayo tunaielewa ya Kiswahili. Sasa huyu Samia Suluhu Hassan amesababisha taharuki hapa Tanzania. Sasa hivi anaonywa na taifa lile la Marekani kupitia kamati ile ambayo inashughulikia mambo ya usalama ya nchi za kigeni kupitia Senator Shahin, wakitoa amri kwa Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu na kuweka kando kesi za kumpambikizia za mchongo kuhusiana na uhaini ambao haupo. Sasa Samia ndiye ameanza kukinukisha, kwa sababu Marekani ikiamua kuchukua hatua kutaharibika. Hatua ambayo ilichukuliwa mara ya kwanza ni kusimamisha misaada yote hapa Tanzania, jambo ambalo limesababisha watu wengi kupitia changamoto hapa Tanzania, na hata dawa zile ambazo zinadhibiti ugonjwa wa ukimwi zikazuiliwa kufika katika taifa hili letu la Tanzania. Ni kwa sababu ya yeye kushupaza shingo, haelewi kile ambacho anaambiwa. Yeye ndiye alikuwa anauliza watu, who are you, mnapotuambia tufanye hili ili tupate mikopo. Baadaye akaanza kulia kwamba hatuna misaada, hatuna mikopo, sasa itabidi tujitegemee kama Watanzania, tulipe kodi, na hiyo kodi ikilipwa mnakula. Ripoti ya mkaguzi wa hesabu hapa Tanzania, CAG, alitangaza kwamba mabilioni na mabilioni yamepotea, na sasa hivi mikopo imefika trilioni 110. Alafu huyu Samia anakuja kutuambia ya kwamba wale ambao wanasimamia taasisi za serikali, ikiwa pesa zimepotea, watangazwe majina yao hadharani ili waone aibu. Aibu gani na watu wamechukua pesa za umma? Kama ni mataifa mengine, mtu akipatikana na ufisadi ananyongwa, lakini yeye
anapendekeza watu waipishwe hadharani kwa kusemwa majina yao. Halafu penye imefika, ikiwa Samia Suluhu Hassan hawezi kumwachilia Tundu Lissu, huenda mataifa ni mengi yatachukua hatua kali dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Tundu Lissu anashitakiwa kwa kosa la uhaini ambalo halipo na hawana ushahidi wa kutosha. Ndio maana wamepanga kumuua. Nitaileta hiyo kana baadaye. Sasa Samia yuko katika hali hatari. Anaendelea kutazamwa na mataifa mengine, na bado mataifa hayajasahau yaliyotendeka hapa Tanzania 29 Oktoba mwaka jana 2025, kwa sababu watu wengi waliuliwa, watu wengi wakapotezwa, watu wengi wakazikwa katika makaburi ya halaiki. Kufikia sasa Samia akaunda tume ichunguze, wakamletea ripoti akakataa, ya pili wakaenda wakarekebisha wakamletea akakataa, tena amewaongeza siku nyingine 21 kwa sababu hataki hiyo ripoti ionekane hadharani, ama anataka Chadema iweze kulaumiwa kwa yale ambayo yalishuhudiwa maandamano hapa Tanzania, sio yeye. Na yeye mwenyewe ndiye alisema akiwa na wazee kule Dar es Salaam kwamba vyombo vya dola vilitumia nguvu ili kuzuia mapinduzi kufanywa hapa Tanzania. Sasa unaweza kuhepa kivipi kwamba serikali haikuhusika kuwaua watu, na wewe ulitangaza hayo hadharani? Vyombo vya dola vikawapiga watu risasi, na sasa hivi unamshikilia Tundu Lissu kwa sababu ya uhaini ambao haupo. Na kulingana na sheria za Tanzania mwaka 1977 ndio tunaelewa uhaini ni kifo, lakini mmejaribu kutafuta ushahidi, haupo. Mnafika katika upande wa jamhuri, mnafika mahakamani, hamna ushahidi. Wengine wanazungumza kutoka faragani, lakini cha kuzungumza hawaelewi. Mataifa sasa yamesimama kuhakikisha ya kwamba mheshimiwa Tundu Lissu ameachiliwa, la sivyo kuna hatua tena kali zinaenda kuchukuliwa. Ikumbuke ya kwamba Donald Trump yeye mwenyewe aliweza kuweka kizuizi, Mtanzania hawezi kusafiri kuelekea taifa la Marekani. Mnajua hivyo kwa sababu Tanzania iliorodheshwa miongoni mwa mataifa ambayo ni ya majambazi. Sasa Tanzania imezama. Tanzania hata huyo Suluhu hawezi enda Marekani. Sasa hivi ni kwa sababu yeye hataki kuelewa. Baada ya kuzuiliwa wa Tanzania kwenda Marekani, baada ya Marekani kuzuia misaada kufika hapa Tanzania, sasa kuna hatua nyingine kali inaenda kuchukuliwa ikiwa Samia Suluhu Hassan haendi kumwachilia mheshimiwa Tundu Lissu ambaye anapambikiziwa kesi ya mchongo ambayo haina msingi wowote. Najua ndio unaweza kushupaza shingo, hutaki kuelewa unachoambiwa, lakini hatua zitakulipua wakati mmoja useme laiti ningelijua ningefanya hili, ningerekebisha makosa yangu. Naomba kutamatishia kanda hii hapo, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana, tukutane baadaye. Kwaheri.